Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kama upo Tanzania, mnaweza kutusikiliza kupitia Highlands FM 92.5, redio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Jombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Ukiwa Afrika Kusini, wanaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale mji wa Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Vile tuna Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya FM 97.4 katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Ni siku nyingine tunakutana tena Februari 3, ambapo tunaangazia mapigano mapya Sudan Kusini na athari zake kwa mwafaka wa amani katika taifa hilo. Lakini kwanza tupate taarifa za habari naye Ngendo Angela. Kinshasa, DRC. Mamlaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema shambulio la droni limelenga mji muhimu wa kimkakati kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, huku zikilaumu waasi wa M23 kwa kuhusika na shambulio lenyewe. Kwa mjibu wa maafisa usalama, shambulio hilo limesababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi na kuongeza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kivita katika mzozo unaoendelea mashariki ya DRC. Mamlaka zinasema zinaendelea kufuatilia hali hiyo, huku zikisisitiza kuwa hatua za kiusalama zimeimarishwa ili kulinda raia na miundombinu muhimu katika eneo hilo. Rabat, Morocco. Zaidi ya watu 50,000 wamehamishwa kutoka makazi yao kaskazini magharibi mwa Morocco baada ya mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua kubwa yaliyoonyesha kwa wiki kadhaa kutishia kuufunika mji wa Kar El Kebir. Kwa mjibu wa vyombo vya habari vya serikali, idadi hiyo ni takriban nusu ya wakazi wote wa mji. Mkazi wa eneo hilo, Hicham Ajitu, ameambia mashirika ya habari kwa simu kwamba mji huo umesalia tupu. Alisema masoko na maduka yote yamefungwa, huku wakazi wengi wakihama kwa hiari au kuhamishwa na mamlaka. Mamlaka zinasema juhudi za uokozi na uhamishaji zinaendelea, huku kukiwa na hofu ya kuongezeka kwa kiwango cha maji endapo mvua itaendelea kunyesha. Shirika la ndege la Ethiopia Airlines limeanza tena safari za ndege kuelekea eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, na hii ni kwa mjibu wa afisa wa serikali. Hatua hiyo inajiri baada ya kusitishwa kwa safari hizo kwa muda mrefu kufuatia mzozo uliokumba eneo hilo. Maafisa wanasema kurejeshwa kwa safari za anga ni hatua muhimu katika kuimarisha mawasiliano, kurahisisha usafirishaji wa misaada ya kibinadamu na kuunga mkono juhudi za ujenzi na urejeshaji wa huduma za kawaida kwa wakazi wa Tigray. Safari hizo zinatarajiwa pia kuchochea shughuli za kiuchumi na kijamii katika eneo hilo, huku serikali ikisema itaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha usalama na uthabiti wa huduma za usafiri wa anga. Juba, Sudan Kusini. Serikali ya Sudan Kusini imekaribisha rasmi mpango wa Kenya wa kuisaidia katika mchakato wake uchaguzi kama sehemu ya juhudi za kuimarisha amani na utulivu wa kikanda. Ikulu ya Juba imetangaza kuwa nchi hiyo inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu mwezi Disemba mwaka huu, ambao utakuwa wa kwanza tangu taifa hilo lipate uhuru kutoka Sudan kaskazini mwaka 2011. Uchaguzi wa awali ulipangwa kufanyika mwaka 2015, lakini umeahirishwa mara kadhaa hadi mwaka 2018, ukasonga hadi mwaka 2021, 23 na 24 mtawaliwa, na sasa umepangwa kufanyika mwaka 2026. Rais Salva Kiir Mayardit hapo Jumatatu alipokea taarifa ya kina kutoka kwa ujumbe wa serikali ulioongozwa na mshauri wake wa usalama wa taifa Tudgat Luak Manime kufuatia mazungumzo yao na maafisa wa Kenya mjini Nairobi. Ujumbe huo ulifanya mazungumzo ya ngazi ya juu na Rais wa Kenya William Ruto pamoja na viongozi wengine wa nchi kuhusu masuala ya amani ya kikanda, usalama na ushirikiano, pamoja na kusaidia taifa hilo kuandaa uchaguzi.
Waziri wa mambo ya nje wa ushirikiano wa kimataifa Sema Yakumba alisema Rais Kiir ameagiza taasisi husika kufuatilia kikamilifu makubaliano ya Nairobi, huku Kenya ikisisitiza utayari wake kusaidia uchaguzi wa Sudan Kusini kwa lengo la kudumisha amani na uthabiti wa kikanda. Shukran sana Angela, na moja kwa moja tunaanzia Sudan Kusini ambapo mashirika ya misaada yamelalamikia kuzuiwa kwa misaada ya kibinadamu katika jimbo la Jonglei, hali inayowaathiri maelfu ya raia hususan wakimbizi wa ndani. Shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na shirika la MSF zinasema mamlaka za Sudan Kusini zimesimamisha shughuli zote za misaada katika jimbo hilo, ikiwemo kuhamisha wagonjwa mahututi katika maeneo salama. Jimbo la Jonglei linashuhudia vita kali kati ya wanajeshi wa serikali na jeshi tiifu kwa upande wa kiongozi wa upinzani Riek Machar. Makazi yameshambuliwa, raia kuuawa katika mapambano na zaidi ya watu 300,000 wamelazimika kuwa wakimbizi wa ndani kwa ndani. Mapigano ya sasa yamechochewa na kusambaratika kwa mwafaka wa kugawana madaraka na kusitisha mapigano ya mwaka 2018 kati ya Rais Salva Kiir na Riek Machar. Nampisha Silvanus Karemera ambaye amezungumza na mchambuzi wa masuala ya Afrika Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Sauti ya nchi za Afrika kama sauti ilipotea kitambo, imepotea kwa muda mrefu. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba nchi ya Sudani ya Kusini ni nchi ambayo ilipigana kwa muda mrefu sana kujaribu kupata uhuru wake kutoka katika Sudani kubwa ile, na baadaye ikawa ni taifa jipya, tunaliita taifa jipya katika bara la Afrika. Lakini viongozi waliokuwa wamepigania haki zao na uhuru wao wa kujitoa katika himaya ya unyanyasaji ile ya Kiarabu iliyokuwa inatoka Sudani ya Khartoum, wameshindwa kabisa kuketi chini na kukubaliana namna ambavyo wanaweza kutawala watu wao na kuwaletea na kuhakikishia amani. Nafikiri Sudani ya Kusini ni donda sugu ambalo limekataa kupona, na Sudani ya Kusini ni mojawapo ya aibu kubwa kabisa za uwezo wa Afrika kutafakari mambo yanayowakabili na kutafuta utatuzi wa hayo mambo wenyewe kwa wenyewe, pasipo kutarajia kwamba ni Marekani itakuwa inapita hapa inatuletea sauti ya kutuambia ketini mezani muongee na tunahitaji muwe na amani. Amani ni jambo ambalo watu wa kusini Sudani ya Kusini wamekosa kabisa, hata baada ya kuwa walipata uhuru kutoka kwa nchi ya Sudan. Katika hilo pia ni hatari gani ambayo nadhani kwamba itapatikana ama itajitokeza wakati huu ambapo viongozi hao wawili wa nchi ya Sudani Kusini ni kama wametofautiana? Kwa sababu tunajua kwamba sasa hivi wanatofautiana kwa wakati Afrika ikiwa na mizozo mingi tu ikilinganishwa na wakati ule ambapo awali walikuwa wamepata upatanishi. Pengine ni kwa kiwango gani unahisi hali hii itazidi kuharibika endapo nchi jirani kama Kenya, Ethiopia na mataifa mengine hata yaingilia kati pasipo kusubiri Umoja wa Afrika? Swala la Sudani ya Kusini ni swala la Afrika kwa ujumla, pia ni swala la nchi za Afrika zilizo upembeni mwa Afrika hapa. Kwa shirika lile kubwa la IGAD na shirika la East African Community, Jumuiya ya Afrika Mashariki, tunahitaji kutafuta utatuzi wa hii shida ya Sudani ya Kusini pasipo kungojea kwamba tuje kuamrishwa na nchi kama Marekani. Lakini nafikiri viongozi wa Sudani ya Kusini wenyewe wanahitaji pia kujisaili na kujiuliza ni kwa nini mpaka sasa wanatuhangaisha, kwa sababu wamepatanishwa mara ngapi tangu wakati wakiwa wanapigania uhuru wao, hawakuwa wanaaminiana, hawakuwa wanapatana, wakapata uhuru, kukawa na mazungumzo marefu sana. Nchi ya Kenya ilishiriki sana katika hayo mazungumzo, mpaka sasa inatarajiwa ishiriki, na ninafikiri ni swala ambalo linaleta aibu sana kwamba mwaka nenda mwaka rudi ni kama tutakuwa tunajadili tu kwamba Sudani ya Kusini haina amani, Sudani ya Kusini ni hatari, Sudani ya Kusini hawajaelewana, hawataki kukubaliana na hawataki kuongoza nchi yao ili raia wapate amani ya kufanya shughuli zao. Naam, msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, huyu alikuwa ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutokea Nairobi, kama alivyozungumza nasi mapema hii leo. Asante sana Profesa kwa muda wako. Asante.
Tuingie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inaendelea kuomboleza vifo vya zaidi ya watu 200 waliofariki ndani ya mgodi ulioporomoka katika eneo la Rubaya, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa RDC. Mamlaka za mkoa huo zinasema huenda mgodi huo uliporomoka kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha upande huo. Wanawake na watoto ni miongoni mwa waathiriwa wa ajali hiyo. Mgodi huo unachimbwa madini ya coltan yanayotumika kutengeneza simu za rununu na kompyuta kote duniani. Na mpisha Mbelechi Msochi akiarifu zaidi kutoka Kinshasa. Maelfu ya raia ikiwemo watoto, wakina mama wameendelea kuchimba madini katika mgodi huu ambao ni mkubwa zaidi. Unachukua makilomita kadhaa za mraba, umepatikana karibu kilomita 70 na Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Waangalizi wengi wamesema tukio kama hilo limekuwa kama kawaida katika mgodi huu, iwe wakati ulikuwa umedhibitiwa na serikali, hata wakati huu ambao umedhibitiwa na kundi la M23. Hakuna hata pande lolote linaloweza pia kuwekeza miundombinu mpya ili raia wachimbe madini katika hali yasiyohatarisha zaidi. Viongozi wa kundi la M23 ambao walitembelea eneo hilo baada ya tukio wamesema ni watu angalau 200 ndio walifariki na wengine walijeruhiwa na wako katika hospitali. Mashirika yasiyokuwa ya kiserikali wamesema ni zaidi ya watu 400 ndio walifariki na wengi walijeruhiwa, kama amesema hapa Telesfor Mitondeke, kiongozi wa shirika la raia huku Masisi, jimboni Kivu Kaskazini. Mlima ambao uliweza kuvunjika na ukasababisha vifo vya watu wengi. Kuna zaidi ya watu 400 ambao waliweza kufariki. Kuna mili zimoja ambazo tayari zilionekana na zingine hazijaonekana mpaka sasa. Na hiyo ajali kabisa iliweza kusababisha madhara mengine ambazo ni madhara zikiangalia mambo ya mazingira, ni kusema madégâts environnementaux ambazo ziliweza pia kuonekana mahali hapo, na zikaendelea pia kugusa mji wa Bihambwe, kwani kuna wakaaji ambao walihama makwao wakikimbia mafuriko ya maji baada ya hiyo mlima kuvunjika na kuweza kusababisha hiyo vifo. Iliweza kubeba pia udongo mpaka ndani ya mito fulani ambazo pia zilivuruga maji na zikaweza kuleta kabisa madhara mengine mabaya kwa ngambo ya mazingira wala environment. Na hiyo yote ni kusema ni huzuni sana, kwani watu ambao waliweza kufariki wengi ni wachimba madini ambao wanatumikishwa kiharamu na Rwanda kwa ngambo wala kwa namna ya kupora mali ya Kongo. Wanakuwa wakiiba madini ya Kongo na hasa maresursu naturele zingine, na tunakuwa tukishitumu hiyo hali kabisa, kwani angalia sasa watu wengi waliweza kufariki kwani walikuwa wakitumikishwa kiharamu na Rwanda kwa kuchimba madini kiolela, kwa kuiba madini. Na hiyo yote inabidi Rwanda awe responsable wa hiyo madega yote, awe responsable kabisa wa hiyo madega yote, na aweze kuadhibiwa kabisa, na aweze kuadhibiwa na taifa la kimata na shirika la aweze kuadhibiwa kabisa na mainstance ambazo zinakuwa na competence. Tunashutumu pia hiyo hali, kwani kati ya wale ambao walifariki kuna wamama, kuna pia watoto, kuna waendesha biashara pia ambao walikuwa wakienda kwenye huko nafasi ya madini wakifanya biashara fulani huko. Wamoja pia waliweza pia kufariki kupitia hiyo ajali. Serikali ya Kinshasa ilipiga marufuku uchimbaji na uzishaji wa madini katika mgodi huu wa Rubaya tangu Februari mwaka jana, licha kuwa chini ya udhibiti wa kundi la M23. Mgodi wa Rubaya, ambapo wachimbaji wanafanya kazi katika mazingira hatari, uzalisha kati ya 15% hadi 30% ya koltani duniani. Mbelechi Msoshi, idhaa ya Kiswahili ya South Africa, Kinshasa. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X, tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Anne Ngugi.
Sasa kwa matangazo yetu yapo kwenye Radio Communautaire Kivu ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa RDC. Inasikika katika mji mzima wa Baraka na tarafa nzima ya Fizi. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Tukisonga mbele ni kwamba mamia ya raia wa Kenya wamesajiliwa kama wapiganaji kati ya vita kati ya Urusi na Ukraine kwa mujibu wa gazeti la Washington Post la Marekani. Wakenya hao wengi vijana sawa na waliokuwa maafisa wa zamani wa usalama waliahidiwa malipo ya hadi $700 kushiriki katika mapambano ya sasa. Haya yanajiri wakati ripoti zikitokea za kifo cha raia mmoja wa Kenya anayedaiwa kufariki katika uwanja wa vita huko Ukraine. Makurutu hao wamesema walisajiliwa kuunga mkono jeshi la Urusi. Mataifa mengi ya Afrika yameripoti usajili wa vijana wasio na ajira kuingizwa kuwa wapiganaji katika vita hivi ambavyo vimetikisa bara Ulaya. Huyu hapa Gabriel Ingubu ambaye amefuatilia matukio haya na sasa anatupatia taarifa hii. Huku vita vya Ukraine na Urusi vikionekana kupamba moto, jeshi la Urusi limezidi kutafuta wapiganaji kutoka mataifa ya kipato cha chini kama ya Afrika na Asia ya Pacific kuongeza nguvu zake za kijeshi. Urusi inachukua hatua hii kwa maana inaonekana ya gharama nafuu kulinganisha na kuchukua Warusi wenyewe ambao gharama ya mshahara na fidia ni ghali ukilinganisha na watu kutoka mataifa maskini. Mshahara wa mwanajeshi wa Urusi huanzia dola za Kimarekani 2,000 kila mwezi na kuendelea, huku mshahara wa mataifa kama Kenya ni takriban $600. Vile Urusi inafanya hivi kuokoa idadi kubwa ya wapiganaji wa Kirusi wanaokufia vitani, ambao kulingana na taasisi za ujasusi za Ukraine, takwimu zinaonyesha wanajeshi takriban 1,137 wameathirika tangu Februari mwaka 2022. Isitoshe, Warusi wapatao 650 wametoroka nchi yao kuogopa kujumulishwa kwa jeshi. Hii ni kulingana na jarida la The Bell. Nimezungumza na Nasongo Mliro. Hilo jambo pengine sio sahihi kwa vile jeshi la Kenya utakumbuka kwamba linahudumu chini ya sheria za nchi na kimataifa ambazo ni nzito, yani ni disciplined force. Na kwa hivyo pengine tuseme wale wanaenda ni wale wanajeshi ambao wamestaafu ama ni wale wanajeshi ambao wameachishwa kazi kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Lakini nchi ya Kenya kuruhusu wanajeshi wake bila kupitia ule mpango wa peace mission ama mpango wa tunasema taifa kwa taifa bilateral ni jambo ambalo sijalisikia mimi kibinafsi, mbali na kufanya utafiti mwingi kuhusu hilo jambo la Urusi na Ukraine. Tumeona watu wengi wa kawaida kama madereva, wajenzi na wanafunzi wakichukuliwa na kupewa mafunzo kidogo kisha kupelekwa vitani. Inaweza kuwa ni tactic tu ama njia moja ya Urusi kuhifadhi wanajeshi wake wenye ujuzi na kutanguliza wale wa makurutu na wale wengine mbele ili hawa wanajeshi kamili wa Urusi waendelee kuwepo. Kweli hilo jambo lawezekana kwamba kuna wale mambo yanasemekana kwamba katika vita wanaita ile gun fodder. Kumbuka kwamba ili jambo lilipoibuka katika diplomasia ile tunaita back channel, Urusi ilieleza kwamba wamekuwa na msongamano katika ubalozi wao wa Kenya. Simu wa Kenya wanaenda wanauliza wangependa kufanya kazi kule Urusi, lakini kwa vile Urusi haikutaka kuhusika, ilileta wale maagenti, iliacha katika wale private agents ambao tunasema ni rogue. Sasa wale maagenti nao wakawa wanawaambia wa Kenya kupeleka kazi ya undereva kufanya kwenye mashamba, lakini wanapofika pale wanajikuta wameingia katika ile hali ya frontline. Lakini swali ni kwamba ni vipi mwananchi ambaye ameletwa na agent wa kibinafsi anaweza tena awe na mkataba wa serikali kukua katika ile hali ya mbele ya kupigana katika vita. Na kwa hivyo pengine mawazo yako yana ukweli pale hapa na pale, na pia kulikuwa na maelezo kwamba wale wa Kenya wanaopelekwa na Waafrika, sio Kenya pekee, ni Afrika, nchi kama South Africa zimekuwa na shida zaidi katika jambo hili. Wanapelekwa ile kazi wanafanya ni wanakuwa madereva wa wanajeshi, wanakuwa wapishi,
lakini baadaye tumeanza kuona nakala, hata pia nyinyi waandishi wanatuelezea kukiwa na ile evidence za picha inaonyesha kwamba sio tu madereva, sio wapishi wa wanajeshi, lakini ni kwamba wanaingia katika vita ili hali hawajapata mafunzo mwafaka ya hali ya juu ambayo ingewezesha kupigana vita. Kenya iliweka mkataba na Urusi wa Kenya kwenda kufanya kazi za kawaida, lakini Wakenya wakifika kule Urusi wanawekwa vitani. Hili linaweza kusababisha mzozo wa kidiplomasia? Katika utafiti wangu nimeona kwamba bado majadiliano kuhusu mkataba, kwa vile hili jambo lilipoibuka ikawa ni kwamba katika mkutano kati ya balozi wa Urusi nchini hapa Kenya na katibu mkuu wa Kenya na baadaye waziri Mudavadi, nafikiri tuliona wakieleza kwamba ni vema Kenya na Urusi wawe na ile hali ya bilateral labor agreement, mkataba wa wafanyikazi. Vivyo basi kusiwe na wale rogue agents wakuwe ndio wao wanafanya hiyo kazi. Na hii hali imetendeka kila pahali, ikiwa hata Saudi Arabia, iwe Ujerumani, imekuwa kwamba kumekuwa na mwelekeo ambapo vijana wengi kutoka mataifa ya Afrika wanaenda wakitafuta kazi katika mataifa mengine ambayo pengine yanahitaji wafanyakazi, kwa vile tunasema Afrika sasa ina kiwango kikubwa, idadi kubwa ya vijana kuliko mataifa mengine. Lakini jambo la mkataba nafikiri bado linajadiliwa, ndio basi kusiwe na zile njia zingine ambazo sio halali za kuwapeleka Wakenya kule Urusi. Taifa linapo tia sahihi mkataba wa mfanyakazi, bilateral labor agreement, basi inakuwa ni jambo la serikali kwa serikali kuhakikisha kwamba hawa wananchi wanaenda kufanya kazi fulani na hawa wananchi watalindwa kupitia njia fulani. Na nafikiri huo ndio msimamo ambao tutasema the way forward kufuatia hili jambo, ambapo tunasikia wana Kenya na wananchi wengi wa Afrika wanajipata katika hali ambayo hawakuwa wametarajia, hali tete, na ambapo wengi wanapoteza maisha yao. Taasisi za ujasusi za Ukraine zinasema kwamba watu 1600 kutoka mataifa 36 ya Afrika wamesajiliwa na jeshi la Urusi kuwasaidia vita katika eneo la Crimea mpakani Urusi na Ukraine. Gabriel Ingubi, Idhaa ya Kiswahili, Sauti Africa, Nairobi. Sudan Kusini ni taifa changa lililozaliwa kwa matumaini makubwa, lakini leo limezama kwenye mzozo unaosababishwa zaidi na tamaa ya madaraka ya viongozi wake. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vimesababisha vifo, njaa na mamilioni ya wananchi kupoteza makazi, huku rasilimali za taifa zikinufaisha wachache. Ni wakati wa uongozi kuwajibika na kuweka uhai wa raia mbele ya siasa za madaraka. Shisia Wasilwa anavalia njuga swala hilo kwenye tahariri ifuatayo. Sudan Kusini ni taifa changa kabisa lililozaliwa mwaka 2011 kwa damu, machozi na matumaini makubwa ya watu waliokuwa wamechoshwa na vita na kutengwa. Lakini miaka 10 na zaidi baadaye, ndoto ya uhuru inageuka kuwa jinamizi la kudumu. Badala ya amani, wananchi wameachiwa maafa. Badala ya maendeleo, wamevuna vifo, njaa na kukosa makazi. Swali linaloumiza ni moja: nani anahusika? Jibu halihitaji uchunguzi wa kina. Ni uongozi wa Sudan Kusini wenyewe. Viongozi waliokabidhiwa dhamana ya kulijenga taifa wamegeuka kuwa mabwana wa vita, wakitanguliza tamaa ya madaraka na maslahi ya kikabila kuliko uhai wa wananchi. Migogoro ya kisiasa isiyoisha kati ya viongozi wakuu imegeuzwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambavyo mzigo wake wote unabebwa na raia wasio na hatia. Maelfu wameuawa, mamilioni wamekimbia makazi yao na kuwa wakimbizi ndani na nje ya nchi. Watoto wajui tena maana ya shule, bali wanajua sauti ya risasi. Wanawake wamegeuzwa silaha za vita, wakibakwa, kudhalilishwa na kunyanyaswa bila haki. Njaa imetawala, si kwa sababu ardhi haizai, bali kwa sababu vita vimeua uzalishaji na uongozi umeua uwajibikaji. Kinachosikitisha zaidi ni kwamba haya yote yanatokea katika taifa lenye rasilimali nyingi, ikiwemo mafuta, lakini badala ya rasilimali hizo kuwa nguzo ya maendeleo, zimekuwa chanzo cha migogoro na ufisadi.
mapato ya taifa yamegeuzwa mali binafsi ya wachache, huku wananchi wakitegemea msaada wa kibinadamu ili kuishi katika ardhi yao wenyewe. Jumuiya ya kimataifa nayo haina mikono safi kabisa. Imetoa kauli kali, imeweka vikwazo, imefadhili mazungumzo ya amani, lakini mara nyingi imeendelea kuhalalisha uongozi ule ule unaowasaliti wananchi. Mikataba ya amani imesainiwa mara kadhaa, lakini imekuwa karatasi tupu mbele ya tamaa ya madaraka na kukosekana kwa dhamira ya kweli ya amani. Sudan Kusini haihitaji tena ahadi mpya, inahitaji mabadiliko ya kweli, inahitaji uongozi unaowajibika, unaothamini maisha ya binadamu kuliko vyeo. Inahitaji haki kwa waathiriwa wa vita, si maridhiano ya juu yanayowaacha wahalifu bila kuwajibishwa. Zaidi ya yote, inahitaji sauti ya wananchi sikike, si kuzamishwa kwa bunduki na vitisho. Taifa changa halipaswi kuwa taifa linalokufa polepole, lakini kama viongozi wake wataendelea kuendesha nchi kama nyara ya vita, basi historia itawahukumu vikali, na damu waliopoteza maisha, waliokosa makazi na waliopoteza matumaini itaendelea kuwalaani wale waliopaswa kuwalinda. Sudan Kusini bado inaweza kuokolewa, lakini kwanza lazima ikombolewe kutoka kwa viongozi wanaoipora, si kutoka kwa maadui wa nje, bali kutoka kwa njaa yao isiyoisha ya madaraka. Naam, imekuwa ni tahariri na Shisia Wasilwa. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Walike pia marafiki na watu walio karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Hebu sasa tupate muktasari wa taarifa muhimu barani, naye Angela Ngendo. Kinshasa, DRC. Mamlaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema shambulio la droni limelenga mji muhimu wa kimkakati kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, huku zikilaumu waasi wa M23 kwa kuhusika na shambulio lenyewe. Kwa mjibu wa maafisa usalama, shambulio hilo limesababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi na kuongeza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kivita katika mzozo unaoendelea mashariki ya DRC. Mamlaka zinasema zinaendelea kufuatilia hali hiyo, huku zikisisitiza kuwa hatua za kiusalama zimeimarishwa ili kulinda raia na miundombinu muhimu katika eneo hilo. Rabat, Morocco. Zaidi ya watu 50,000 wamehamishwa kutoka makazi yao kaskazini magharibi mwa Morocco baada ya mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua kubwa yalionyesha kwa wiki kadhaa kutishia kufunika mji wa Kar El Kebir. Kwa mjibu wa vyombo vya habari vya serikali, idadi hiyo ni takriban nusu ya wakazi wote wa mji. Mkazi wa eneo hilo, Hicham Ajitu, ameambia mashirika ya habari kwa simu kwamba mji huo umesalia tupu. Alisema masoko na maduka yote yamefungwa, huku wakazi wengi wakihama kwa hiari au kuhamishwa na mamlaka. Mamlaka zinasema juhudi za uokozi na uhamishaji zinaendelea, huku kukiwa na hofu ya kuongezeka kwa kiwango cha maji endapo mvua itaendelea kunyesha. Shirika la ndege la Ethiopia Airlines limeanza tena safari za ndege kuelekea eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, na hii ni kwa mjibu wa afisa wa serikali. Hatua hiyo inajiri baada ya kusitishwa kwa safari hizo kwa muda mrefu kufuatia mzozo uliokumba eneo hilo. Maafisa wanasema kurejeshwa kwa safari za anga ni hatua muhimu katika kuimarisha mawasiliano, kurahisisha usafirishaji wa misaada ya kibinadamu na kuunga mkono juhudi za ujenzi na urejeshaji wa huduma za kawaida kwa wakazi wa Tigray. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumos FM 99.9. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Karen na viunga vyake, pamoja na mji wa Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Kumbuka kwamba hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo. Kwa wasikilizaji wetu nchini Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na maeneo ya mkoa wa Tabora. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika imetanda, inasikika na kuheshimiwa barabara. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anna Ngugi. Kwaheri kwa sasa na uwe na jioni njema.